بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaanza leo risala hii دعائم منهاج النبوة يا الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى. Risala inayoelezea manhaj ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. يقول الشيخ رسلان حفظه الله بعد خطبة الحاجة ثم قال: أما بعد، فهذه بحول الله وقوته ومنته ونعمته هي الطبعة الثانية من كتاب دعائم منهاج النبوة. هي kwa nguvu za Allah na kwa uwezo wa Allah na nguvu zake na neema zake ni kopi ya pili katika kitabu hiki Da'aim Minhaj an-Nubuwa. Waqad nuqiha wazida fihi, kimesafishwa na kuzidishwa ndani yake, hatta kaannama uidat siyaghatuhu bihaulillahi wa quwwati, kama kwamba kimerudishwa ule mweko wake na mtengenezo wake kwa msaada wa Allah na nguvu zake. Watati hadhi tab'a fi waqtin tamuju fihi ad-duwal al-islamiyya mawja al-bahri bil fitan wal idtirab wal fawda. Imekuja kopi hii katika wakati ambapo mawimbi ya dola la Kiislamu yanapiga mawimbi kama mawimbi ya bahari, yamejaa fitna na idtirab na mtingishiko na fawdha, fujo. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fitna zilizojaa na fujo zilizojaa katika nchi za Kiislamu. قال: فلقد كانت النية في تحرير الدعائم استياق ما يجري الآن تحذيرا وتذكيرا. ilikuwa nia katika kuhariri hizi nguzo za mfumo huu wa mitume, istibaqa ma yajri al'an, ni kutangulia haya yanayopita sasa hivi kwa ajili ya kutahadharisha na kuwakumbusha Waislamu. Falam tughni al-asbabu 'anil ahdathi shay'a, sababu hazikutosheleza na matukio haya ya fitan kitu chochote. Wallahu ghalibun ala amri, Allah ndiye mwenye kushinda katika mambo yake. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. قال: إن منهاج النبوة عصمة من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. mfumo huu wa mitume ndio hifadha ya fedheha hapa duniani na pia ndio hifadha ya adhabu huko akhira. فحقيقة الإسلام منجاة لمن صبغ بها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Hakika ya Uislamu ndio usalama liman subigha biha, wa mwenye kupakwa na fitna hizo, sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha. Walan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Hautatengenea umati huu, mwisho wa umati huu hautakuwa mwema mwisho wa umati huu, isipokuwa kwa yale ambayo salaha bihi awwaluha, ule umma wa kwanza umekuwa mwema. Yani mambo ambayo watu wa mwanzo, wale asri ya mwanzo ya masahaba, yale ambayo wao yamewafanya kwamba ni watu wema na wametengemea kutokana na mambo hayo, na huu mwisho wa umma pia utakuwa saliha na mwema kwa kufuatia mambo hayo. Qala: wa inni la adra'u ila Allah ta'ala an yakshifa al-karba an ummatina, mimi namnyenyekea Allah mtukufu aondoshe mateso na dhiki kwa ummati wetu.
wa an yujannibaha mudhillatil fitan, na auepushe ummati wetu na yenye kupoteza katika fitan, wa kaidal kuffari almutarabbisina bidiniha wa tharawatiha, na vitimbi au okoe umma na vitimbi vya makafiri wenye kungojelea kwa dini yetu hiyo au kwa dini ya ummati huo na utajiri wake. As-sa'ina linashri alfitan, makafiri hao wenye kwenda kwa ajili ya kueneza fitna, walfawdha na fujo, walinhilali baina abna'i almuslimina wa fi diyarihim, na kuwatoa waislamu katika dini yao baina ya watoto wa waislamu na katika nchi zao. Wa an yaj'ala hadhihi ad-da'aima ismatan min khatar, ajalie nguzo hizi za mfumo huu ndiyo hifadha ya maneno mabaya. Wa iqalatan min zalal, ni usaidizi wa kutokea makosa. Wa kashfan lilkarbi, pia ni kuondosha mateso. Wa makharajan min alhammi, na kujinasua na huzuni. Wa hadiyan bi amri llahi ta'ala, pia zijalie nguzo za mfumo huu ni zenye kuongoza kwa amri ya Allah mtukufu, zenye kuongoza ila siratil mustaqim, kwenye njia iliyonyooka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala abawayhi Ibrahim wa Ismail wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa sallama tasliman kathira. ثم قال الشيخ رسلان حفظه الله بعد خطبة الحاجة قال: أما بعد، فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله لخلقه في أرضه. وإسلام ndio dini ambayo Allah ameiridhia kwa viumbe vyake katika ardhi yake. Akmalahu Allahu, Allah ameikamilisha dini hii. Wala yakbalu min ahadin dinan siwahu, hamkubali yoyote dini nyingine isiyokuwa hii ya Uislamu. Waman yabtaghi ghayra alislami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin. Wa huwa da'watu at-tauhid wa haqiqatuhu, wa hii dini ya Uislamu ndiyo ulinganizi wa tauhidi na ndiyo uhalisia wake. Likai yu'bada Allahu wahdahu, ili Allah aabudiwe peke yake. Wa yukfara bikulli ma yu'badu min duni, na kikufuriwe kila kinachoabudiwa badali ya Allah. Aabudiwe Allah peke yake la sharika lah, na kikufuriwe kikanushwe kila kinachoabudiwa badali ya Allah, miti, masanamu, majini, mashetani. وهو حقيقة لا إله إلا الله التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض. ونجو هلسية ولا إله إلا الله ambao kwa ajili yake Allah ameumba mbingu na ardhi, wal jannata wan nara, na ameumba pepo na moto. Wa anzala alkutuba, akateremsha vitabu. Wa arsala rusula, na akapeleka mitume. Wali ajliha nusibat suqul jihadi, na kwa ajili ya uhalisia huo ndiyo imesimamishwa soko la jihadi. Wasta'arat niranul harbi, na ukawaka moto wa vita. Baina jundi rrahmani wa jundi shaitan, baina ya wanajeshi wa Allah na wanajeshi wa mashaitan. Wali ajliha yuqimu Allahu ta'ala as-sa'a, na kwa ajili yake pia ndipo Allah atasimamisha kiyama. Watunsabul mawazinu, na zitasimamishwa mizani za kupima amal. Watatatayaru suhufu, na mabuku yatafarikishwa na kuenezwa pale. Faakhidhum biyaminihi min amam wa akhidhum bishimalihi min warai dhahrihi, kuna atakayechukua kitabu chake kwa mkono wa kulia, min amama, mbele. Wa akhidhum bishimalihi min warai dhahrihi, na kuna atakayechukua kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, nyuma ya mgongo wake. وقد اختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بعد الأنبياء عقولا. Allah subhanahu wa ta'ala amemchagulia mtume wake
amechagua kwa ajili ya usuhuba wa mtume wake sallam watu watukufu baada ya mitume. Allah subhanahu wa ta'ala amekhitari kwa ajili ya usuhuba wa mtume wake sallam a'dhama an-nasi, watu watukufu baada al-anbiya, baada ya mitume, uqulan, kwa akili, wa aktharahum fuhuman, na wengi wao kwa fahamu, wa ahaddahum adhanan, na wakali wao kwa akili, wa altafahum idrakan, na wapole wao kwa kudiriki, wa a'maqahum ilman, na wandani wao kwa ilmu, wa abarrahum quluban, na wema wao kwa nyoyo, wa aqallahum takallufan, wachache wao kwa kujikalifisha. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliowasifu kwa sifa hizo. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ndio amewasifu masahaba kwa sifa hizi zote. Shahidu waqa'i'a at-tanzil, masahaba hao walishuhudia matukio ya kushuka kwa aya za Allah, wa asbab al-wurudi, na sababu za kuletwa aya hizo, ma'a ma khassahumullahu ta'ala bihi min tawaqqudil adhhani wa fasahatil lisan wa sa'atil ilmi wa suhulatil akhdhi wa husnil idraki, pamoja na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusu hawa masahaba wa mtume sallam, ambao min tawaqqudil adhan, yani kuwaka zile akili zao, kwamba akili zao ni safi, fasahatil lisan, ufasihi, ufasaha wa lugha, wa sa'atil ilmi, na ukunjufu wa ilmu, wa suhulatil akhdhi, na wepesi wa kuchukua, wa husnil idraki, na uzuri wa kufahamu, wa sur'atil ihata, na wepesi wa kuyazungukia na kuyajua yale wanaofundishwa na mtume sallam, wa salamatil qasdi, na usalama wa makusudio na nia zao, wa taqwa rabbi ta'ala, na uchaji wa Allah mtukufu. Qala wa kanat al-arabiyyatu tabi'atuhum wa saliqatuhum, ilikuwa lugha ya Kiarabu ndiyo tabia yao na ndiyo salika yao. Salika ni ile kuzungumza bila kujifundisha, kuzungumza kitu Kiarabu bila kujifundisha, kuzungumza kutoa mashairi bila kusoma zile arudh na kitu gani, ile inaitwa salika. Idhan wa kanat al-arabiyyatu tabi'atuhum wa saliqatuhum, ilikuwa lugha ya Kiarabu ni tabia yao, ni maumbile yao. Wa kanat al-maani as-sahiha markuzatan fi fitarihim wa uqulihim, ilikuwa maana sahihi yamewekwa katika maumbile yao na akili zao, ma'a adami hajatihim ila an-nadhari fil isnadi wa ahwali ar-ruwati wa ilal al-hadith, pamoja na kutokuwa na haja kwao kuangalia isnadi ya hadithi na hali za wapokezi wake na illa za hadithi hiyo, waljarhi watta'dil, na bila kuangalia jarhi na ta'dil, wastighnaihim 'anil nadhari fi qawaidil usul, na kujitosheleza kwao na kuangalia misingi ya usul, wa awdha'il usuliyin, na hali za wale maulama wa usul. Ni ahdi ambayo haikuwa na madhuafa, haikuwa na kadhab, haikuwa na warongo, haikuwa na dhuafa, ahdi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo hawakuwa wakihitajia mambo hayo, hawakuwa wakihitajia isnadi kwamba kuna dhaifu alhadith, kuna munkaru alhadith, kuna wengine ni warongo. Hawakuwa wakihitajia hali za ruwat na ila lilhadith waljarhi watta'dil. Laqad ghudhu an dhalika kullihi, wametoshelezwa, walitoshelezwa na hayo yote. Falaysa fi haqqihim illa amrani, ilikuwa hakuna haki yao isipokuwa mambo mawili tu. Ahaduhuma, moja lao, qala Allahu ta'ala kadha wa qala rasuluhu kadha, Allah amesema kadha na mtume wake amesema kadha. Wathani, jambo la pili ambalo ni katika mambo ambayo yanawahusu na haki zao, maanahu kadha wa kadha, maana yake ni kadha wa kadha. Hawakuwa wakitilia wasiwasi maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum as'adun nasi
بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما وقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. wao ndio watu wema kuliko watu wengine kwa hizi mukaddima mbili zilizotangulia. قال الله تعالى وقال رسوله ومعناه كذا وكذا وأحظى الأمة بهما. ndio watu ambao wamebahatika zaidi kwa mambo hayo mawili. وقواهم متوفرة na nguvu zao zimekamilika. mujtami'atun alayhima zenye kukusanyika kwa hayo mambo mawili. لقد كانت الخلافة بعد النبوة على منهاج النبوة. ulikuwa ukhalifa baada ya utume uko katika mfumo wa utume. وكانت خلافة الراشدة na ulikuwa ni ukhalifa muongofu. حقق فيها الصحابة حقيقة دين الإسلام العظيم. masahaba walihakikisha katika ukhalifa huo uhakika wa dini ya Uislamu hii tukufu. توحيدا kwa kumpwekesha Allah, wattiba'an na kwa kumfuata mtume sallam. walihakikisha mambo hayo mawili, tauhidan kumpwekesha Allah, wattiba'an na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. thumma rafa'aha Allah ta'ala, kisha Allah akauinua ukhalifa huo. thumma kanat mulkan 'adhan, kisha ukawa ni mulk wenye kupewa, mtu anapewa ufalme na wenzake. thumma rafa'aha Allah ta'ala, kisha pia Allah akauondosha ufalme huo. thumma kanat mulkan jabariyan, kisha ukawa ni mulki wa nguvu wa kulazimishwa. wasayarfa'uha Allah ta'ala idha sha'a, pia huo Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha akitaka. وستكون آخر الأمر خلافة على منهاج النبوة. alafu mwisho wa jambo, mwisho wa dunia itakuwa ni ukhalifa ulio katika mfumo wa utume. kama kanat baada arrafa Allahu an-nubuwa, kama ulivyokuwa baada ya Allah kuondosha utume kisha atauleta ukhalifa kwa mpangilio na mfumo ule ule wa utume. قال لقد افترقت الأمة أمفرقيانا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما لبيلزي أمتم صلى الله عليه وسلم. والنجاة فيما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نو سلامة upo katika vile alivyokuwa navyo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. wa huwa minhajun nubuwa, na huo ndio mfumo wa utume. wa huwa siratul mustaqim, na hiyo ndio njia iliyonyooka. usalama wa watu utapatikana kwa vile alivyokuwa navyo mtume sallallahu alaihi wasallam, manhaji yake, kadhalika na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. na hiyo ndiyo njia iliyonyooka ambayo kila siku tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. kila tunaposali, kila tunaposoma suratul Fatiha, tunamuomba Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim. hiyo ndiyo njia iliyonyooka, kumfuata mtume, mfumo aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake radhiyallahu anhum. قال حقيقة الإسلام في التوحيد الذي ينفي الكفر والشرك والنفاق. uhalisia wa Uislamu uko katika kumpwekesha Allah ambako ni kukanusha ukafiri na ushirikina na unafiki. wa fil ittiba'i alladhi yanfi albid'a, pia uko katika kumfuata mtume ambako kuna kanusha uzushi wal ihdatha fi din, na kuzua na kuzusha katika dini. قال لقد افترقت الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أمفرقيانا كما ألفيلز متوم صلى الله عليه وسلم. وكل فرقها في النار إلا من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. vikundi vyote hivyo vitakwenda motoni isipokuwa kikundi kile kitakachokuwa juu ya mfano wa ule mfumo aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake radhiyallahu anhum, kama ilivyokuja katika hadithi. wa hadha da'in
إلى معرفة الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. hili linapelekea kujua huo mfumo aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam na mfumo waliokuwa nao masahaba wake radhiyallahu ta'ala anhum. wa ma'rifatu dhalik sabilun najati fi dunya tamuju bi ahli albid'i mawja, na kujua hilo ndio njia ya usalama katika dunia ambayo tamuju bi ahli albid'i mawja, hupanda kwa watu wa bid'a mawimbi hayo kila siku. wa hum yaqtiluna an-nasa an dinihim, na wao wanawazuia watu na dini yao. wayalbisuna alaihim amrahum, na watu wa bid'a wanawatatiza watu jambo lao la dini hii. wayaslukuna ila dhalika subula ash-shaytan, watu wa bid'a wanafuata kwa hayo njia za shaytan. وكثير من الناس في جهل بدينه, watu wengi wako katika ujinga wa dini yao hawaijui. wa hairatin min amrihi, na shaka na jambo la dini hii. wa ahlul ahwa'i yatasallaluna ila alqulubi bibid'ihim, watu wa bid'a wanapenya katika nyoyo zao kwa hizo bid'a zao. wayahrifuna almuslimina an sirati rabbihim, na wanawatoa na kuwabadilisha waislamu kuacha njia ya Mola wao iliyonyooka. wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, pia wawache sunna za mtume wao sallallahu alaihi wasallam. illa man rahima rabbuk, isipokuwa wale ambao amewarehemu Mola wako. watu wa bid'a ndio wanaowazuia watu na njia hii iliyonyoka, ndio wanaozuia watu na sunna hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam. wao wanawalingania watu kwenda katika njia za shaitan, njia ambazo ziko kinyume na njia ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. qala wasatajidu insha Allah ta'ala fi hadha alkitabi ma'alima da'aim minhaj an-nubuwa, utapata insha Allah katika kitabu hiki alama za nguzo za mfumo huu wa utume. wa minha kashfu alamati ahli albid'ah, katika alama hizo ni kufunua na kuweka wazi alama za watu wa bid'a. wa tajliyatu mawaqifihim, pia kubainisha mawaqifu zao na misimamo yao. wa bayanu turuqihim fil khida'i wal makri, na kuweka wazi njia zao katika udanganyifu na vitimbi vya kuwatoa waislamu katika njia yao ya sawa. wasatara insha Allah anna sabila an-najah fi minhaj an-nubuwa, pia utaona katika kitabu hiki insha Allah kwamba njia ya usalama, njia ya uokofu iko katika mfumo huu wa utume. idh huwa ad-dinu alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwani ndiyo dini ambayo ameileta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. musaffan min kulli shaiba, dini yenye kusafishwa na kila kichanganyio kibaya. munaqqam min kulli shaubin, dini ambayo imetakaswa. min kulli shaubin, na kila kichanganyio ambacho hakimo katika dini. wa a'lamuhu la tashtabihu ma'aha tariqun, na alama zake hazifanani nazo njia yoyote. wala yadhillu ma'a ma'rifatiha salikun, wala hapotei pamoja na kuzijua alama hizo salikun, mwenye kuzifuata. وبعد فهذه دعائم منهاج النبوة أسأل الله أن ينفع بها المسلمين. hizi ni nguzo za mfumo huu wa utume, na muomba Allah awanufaishe waislamu kwa daaimu hizo. wa an yaj'alaha khalisatan liwajhi alkarim, asijalie ni safi kwa ajili ya uso wake mtukufu. wa an yarzuqani fiha alikhlas walqabul, aniruzuku mimi ikhlas na kukubaliwa. wa an yajziya khairan kulla man dalla alaiha, amlipe khairi kila mwenye kuzifahamisha daaimu hizo. wa arshada ilaiha, na kuziongoza. wa nadhara fiha, na kuziangalia. wa badhala aljuhda fi tab'iha wa nashriha wa tawzi'iha, akatoa juhudi zake katika kuzichapisha
na kuzieneza na kuzitawanya kwa watu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala abawayhi Ibrahim wa Ismail wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal ali was sahbi ajma'in wa sallama tasliman kathira. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.